aliinua watu wabaya kwa siku ya wabaya, kwa ruhusa. Yaani shetani anainua wabaya kwa siku ya wabaya kwa ruhusa ya Mungu, kwa sababu Mungu alifanya amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Naam, hata wabaya kwa siku ya wabaya, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Aliwainua watu, akawainua Waseba, wakaja wakaleta madhara kwenye nyumba ya nani? Ya Ayubu. Amewainua Wakalidayo, wamekuja kufanya mabaya kwenye nyumba ya nani? Ya Ayubu. Kwa nini? Shetani aliporuhusiwa akaona ni siku gani ya kuweza kuwatumia wale watu kuharibu nyumba ya Ayubu, kuharibu matukio ya Ayubu, ni kwa sababu Mungu alifanya kila kitu kwa kusudi lake. Alifanya kila kitu kwa kusudi lake. Naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Hasa anaposema wabaya kwa siku ya wabaya, maana yake shetani alivizia kuitafuta ile siku ya wabaya ili aweze kuwainua wale wanyang'anyi, awainue wale wauaji, awainue wale wanaoweza wakaiba, awainue wale wanaoweza wakapola, ili awatumie kufanya matukio kwenye nyumba ya Ayubu, ili shetani ajifiche, lakini akiwatanguliza wale wabaya kufanya vile, ili asionekane yeye kwamba ameweka mkono wake pale. Ambacho nataka mkione, mkielewe, tunapopambana na shetani katika vita vya ulimwengu wa kiroho, tutambue anaweza akajificha kwenye majanga ya kawaida, anaweza akajificha kwenye mambo mbalimbali tukaona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama hatujaweza kufunuliwa jambo hili, tunaweza nikaona tu ni vitu vya kawaida kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa somo hili tatusaidia kujua kwamba tunaweza kusema sayansi inaweza ikataja jina la magonjwa, inaweza kataja jina la mateso, lakini Biblia inaweza ikataja chanzo cha tatizo. Inaweza kataja chanzo cha tatizo. Kwa hiyo ugonjwa, mateso yanaweza kuonekana mwilini, lakini vita huwa vinaonekana rohoni. Vita vinaonekana rohoni. Kwa hiyo shetani huficha mkono wake nyuma ya maelezo ya kawaida kabisa. Shetani anaweza akaficha mkono wake nyuma ya maelezo ya kawaida ili watu waache kupigana vita kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo ule mstari wa Efeso sura ya 6 mstari wa 12 anaposema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, akiwa na maana kwamba anajaribu kueleza magonjwa, mateso, majanga huwa yanaonekana mwilini, lakini chanzo chake huwa ni rohoni. Chanzo chake huwa ni rohoni. Kwa sababu hiyo sasa anajaribu kutuonyesha matokeo ya kilichofanyika rohoni kwanza kabla hakijaja mwilini. Ndio maana Paulo akawashangaa sana Waefeso walipokuwa wanagombana mwilini. Anasema pana, kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, tunashindana katika falme, mamlaka, wakuu wa giza, pamoja na majeshi ya pepo wabaya katikati ya ulimwengu wa roho. Kwa hiyo somo hili linaweza kufungua milango ya kuona mifano kadha wa kadha ambayo itatufanya tuone kwa jinsi ya mwili, kwa kutumia wataalamu wa masuala ya magonjwa, wataalamu wa masuala ya majanga, wataalamu wa masuala ya sayansi na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo somo hili pia linaweza likatusaidia kama wataalamu wetu tunaowaona hawa, wataalamu wa sayansi, wataalamu wa magonjwa, wataalamu ambao wanaweza kaona mazingira fulani na wakaweza kututolea sababu na msingi, wataalamu wanaweza kujua mambo ya moto, wataalamu wanaweza kujua mambo ya majini huko, wataalamu wanaweza kujua masuala ya anga. Ni hivyo itawasaidia sana kuliona jambo hili kwa jicho lingine kabisa, tofauti na utaalamu walionao. Kwa sababu utaalamu walionao shetani anautumia kama vile wanaweza wakaleta ushuhuda kwetu kutuambia kwamba jambo hili kitaalamu limetokea hivi, kumbe nyuma kuna mkono wa shetani ambao umejificha bila sisi kujua. Na maana hiyo sasa mtaalamu litakujifundisha somo hili kuweza kuelewa kwamba pamoja na utaalamu ulionao unaweza ukaelezea shida imetokea kitaalamu, lakini nyuma yake tunaona kabisa kuna mkono wa shetani umefanyaje, umejificha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Tuone baadhi ya mifano sasa ambayo yanaweza katuonyesha kabisa kwamba
Kumbe shetani anaweza akajificha mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Tuone ule mfano wa mfalme Nebukadneza kwenye kitabu cha Danieli ile sura ya 4 mstari wa 33. Biblia inasema saa hiyo hiyo jambo hilo likatimizwa, likampata Nebukadneza. Alifukuzwa mbali na wanadamu, akala majani kama ng'ombe, na mwili wake uliloa maji kwa umande wa mbinguni, hata nywele zake zikawa kama manyoya ya tai, na kucha zake kama kucha za ndege. Hii ilikuwa ni adhabu ambayo Nebukadneza aliota ndoto, na kwa sababu hiyo alivyoweza kuota ndoto akaona kwamba ni kwamba Mungu alikuwa anamtahadharisha juu ya kiburi alichokuwa nacho. Lakini pamoja na kuwa na kiburi alichokuwa nacho, Mungu alijitahidi kumtembelea na kumsemesha kwa njia ya ndoto, ili afike mahali awahurumie maskini, afike mahali atende haki, afike mahali astende kitu ambacho akizamilia kwamba na kuona kwamba vitu alivyovifanya ni kwa nguvu zake. Kwa sababu hiyo kiburi kilipoinuka kwake, Danieli akaja akamtafasiria ile ndoto, akimwambia mfalme, shauri hili liwapate maadui zako, lakini nakushauri, pokea ushauri huu, acha dhambi, uenda ukaendelea kukaa katika kiti chako cha enzi. Acha dhambi, wahurumie maskini, tenda haki. Lakini mfalme hakukubali ule ushauri wa Danieli, na badala yake Mungu alimwachia alimpa kipindi cha miezi 12 aone kama anaweza akatengeneza. Lakini Biblia inasema baada ya kipindi hicho cha miezi 12, jambo hili lilimpata Nebukadneza, akawa kama mnyama, akawa anakula majani kama mnyama, akawa analoanisha ama kuoga maji kwa kutumia umande wa majani. Lakini pia kucha zake zikawa ndefu kama ndege, nywele zake zikawa ndefu kama manyoya ya tai. Lakini kwa kawaida akawa na akawa na tabia za mnyama, anakula majani, ana tabia kama ya ng'ombe, anaweza akawa analia kama ng'ombe, anaweza akalia kama kuku, kama mbuzi, anaweza akalia kama kondoo, kwa sababu fikra zake na mtazamo wake Mungu ameruhusu uwe hivyo. Lakini tunapokuja kwa jinsi ya kawaida, ukikutana na wataalamu watakwambia huu ugonjwa unaitwa psychos. Huu ugonjwa unaitwa psychos, na atakwambia dalili zake, kama ambavyo jana tulijifunza. Kwa bahati nzuri tulimtumia mtaalamu akaelezea mambo hayo ya kitaalamu bila kujua chanzo chake, kwa sababu mtaalamu atakueleza dalili zake ni nini na kuna sababishwa na nini. Tuliona alitueleza mabadiliko haya ya homoni, anaweza kaambia kwamba ni mabadiliko ya homoni kuathiri mwili na akili. Dalili zake, anaweza akawa anabweka kama mnyama, anaweza akawa anafanya matukio kama mnyama. Hii inatupa kujua kwamba huyu atakuwa na tatizo la akili kurukwa, na kwa sababu hiyo anaweza akachukuliwa akafungiwa mahali akaendelea kutibiwa na tibiwa, lakini ukashangaa ile hali haibadiliki, kwa sababu tumeona kwa jinsi ya mwilini. Wakati huo sasa tunaona shetani ameficha makucha yake mbele ya tukio hili ambalo limeelezwa kitaalamu, na mtaalamu akikueleza, na kwa sababu ya elimu yaliyonayo, na sisi huwa tunaamini hivyo na kuelewa kwamba hili jambo tumeelezwa kitaalamu, na kwa sababu hiyo hatuna budi kulikubali, hatuna budi kuendelea kuwa nalo, hatuna budi kuendelea kuishi nalo, kwa sababu mtaalamu amelizungumza. Lakini nataka kukwambia juu ya somo hili likusaidie kuelewa kwamba pamoja na maelezo ya wataalamu wetu wanayatoa kwa jinsi ambayo Mungu amewapa kusoma na kuelewa mambo ya kitaalamu, hatutawabeza na utaalamu waliokuwa nao. Ni kweli kuna wengine wanagundua dalili, na wakikupa dawa unapata uponyaji kwa mkono wa Mungu. Lakini nataka tuangalie kwa picha nyingine kabisa kwamba matukio haya yanapotokea kwa jinsi ya kawaida, tuelewe kwamba nyuma shetani ameficha mkono wake. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo itakusaidia sana kuwaona watu wa jinsi hiyo mitaani, ukielewa kwamba pengine labda akili zao zimewaruka. Kumbe sio akili zao zimewaruka. Yawezekana kuna adhabu kaipokea sehemu, kama Nebukadneza alipokea adhabu kutoka kwa Mungu, na adhabu hiyo alipopokea kwa Mungu alibadilishwa, akawa na tabia kama za mnyama, akawa na makucha kama ya ndege, akawa mtu kabisa wa kuishi porini. Kuna watu wengi tunawaona wanaishi majalalani, maisha yao yako huko kwenye majalala, na unawakuta wana nywele ndefu kabisa, na wana makucha marefu kabisa. Sasa hii tunaona kabisa, huyu mtu bwana, inawezekana tu akili zimemruka, inawezekana tu amechezewa, tunakuta matabiri tofauti. Lakini ukienda kwa mtaalamu atakueleza kwa jinsi ya kitaalamu, kumbe nyuma yake kuna mkono ambao shetani ameficha mkono wake, lakini huku nje tunaelezwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Lakini tunataka tuone mfano mwingine wa kuweza kueleza mambo haya, kama ambavyo nilivyokueleza kwamba shetani alikwenda akafanya kikao na Mungu, wakuu wa Ayubu hajui kinachoendelea. Lakini shetani aliporuhusiwa kwenda kwa Ayubu, kwenda kufanya matukio kwa Ayubu, aliwatumia watu wa kawaida kabisa, na yeye mwenyewe akahusika kushusha moto kutoka mbinguni, lakini akaja kaathiri familia ya Ayubu. Lakini huku nje sasa tunaona ni matukio ya kawaida, na haya matukio tukiyapeleka kwa wataalamu, watatueleza chanzo chake, watatueleza kitu gani kimetokea, watatueleza kilisababisha kitu gani. Hebu tuone mfano huu sasa, utatufanya tujue. Ukiangalia ile sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 15, Biblia inazungumzia habari ya Waseba kufika kuvamia kwa Ayubu, wakawaua ng'ombe, wakaua punda, wakachukuliwa na watumishi ambao walikuwa wakiwachunga wale mifugo, wakawaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 13 hadi wa 15 inaelezea habari za Waseba. Ni watu kabisa hawa. Waseba ni watu kabisa hawa. Waseba ni watu kabisa wasiokuwa na tabia nzuri. Ni watu ambao ndani ya mioyo yao ni wakatili. Watu ambao hawawezi kukuhurumia. Watu ambao wakikukuta mahali hawana simile, wanasemaga watu. Watu ambao wakikukuta sehemu hawana msamaha na wewe. Kitu ambacho wao wamewekewa roho mbaya kwa siku ya ubaya. Roho mbaya kwa siku ya ubaya. Wamewekewa roho mbaya kwa siku ya ubaya. Na tuliona kwamba Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Naam, hata siku ya wabaya kwa siku ya ubaya. Kwa sababu hiyo sasa, shetani ili ajifiche, asionekane ametenda tendo kwenye familia ya Ayubu, alichokifanya akawainua hawa wabaya kwa siku ya ubaya ambao wanaitwa Waseba. Walivyoinuliwa hawa Waseba, wakaenda wakashambulia ng'ombe, wakashambulia punda, wakawaua mpaka na wale watumishi ambao walikuwa wakifanyaje, wakichunga lile kundi la mtumishi wa Mungu Ayubu. Sasa anakuja mjumbe kutoa taarifa kwa Ayubu, anaeleza kitaalamu namna ambavyo tukio lile limetokea. Akasema, mimi tu nimebaki kukupa habari, kukuletea habari. Alivyoletewa zile habari kwa lugha ya sasa, kwa mazungumzo tu yale ambayo Ayubu aliletewa. Kama tungekuwa sisi kwa siku hizi za leo, tungesema kwamba hili ni tukio la kupora mali. Kupora nini? Mali, na kusababisha mauaji. Na kwa sababu hiyo tunapaswa kwenda kwenye vituo vya polisi na kutoa taarifa ya kwamba tumeporwa, tumeibiwa mifugo, lakini pamoja na hayo wale wachungaji waliokuwa wanachunga wameuawa. Maana yake ukifika ukieleza tukio hilo, wale wataalamu wanaosomea mambo ya kipolisi, mambo ya kufanya investigation, watakwambia huu ni uporaji wa mali, lakini ndani yake umeambatana na nini? Na mauaji. Na kwa sababu hiyo watakushauri ufungue kesi. Ukishafungua lile jalada, linaenda kwenye upelelezi. Likienda kwenye upelelezi, whatever, wanaweza kufanya mbinu zao, wanaweza kujua na wakawakamata wale watu, lakini wakati huo tayari wameshaua, wameshasababisha hasara kubwa kwenye familia ile. Na tukishaishia hapo, pengine kesi inaweza ikaenda mahakamani, na ikifika mahakamani inaweza ikaamuliwa kwa jinsi ambavyo sheria ya nchi hiyo imeweka mikakati hiyo kuhakikisha kwamba
pande zote zinapata haki. Lakini tumeliona ni tukio la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hii itakupa kukusaidia kuelewa sasa, matukio ya uporaji, matukio ya uuaji yanapotokea, si jambo la kuchukulia kawaida, si jambo la kwenda tu polisi na kutoa taarifa kwamba tumefanywa matukio haya. Kumbe nyuma yake tujifunze kuna mkono wa shetani ambao umejificha, na kwa sababu hiyo shetani hataki mshughulikie, na mkishajua mnaweza mkamshughulikia akakosa nafasi ya yeye kufanya matukio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Matukio haya yamewapata watu wengi sana. Kuna watu wameporwa mifugo yao, kuna watu wameporwa mali zao, kuna watu wameporwa kila kitu. Na kwa sababu hiyo, hata kama wameporwa kila kitu, shetani anaweza akafanya matukio kwa kuwatumia watu wabaya, na pengine kupoteza uhai wa watu kabisa. Na tukibaki pale tunasema basi bwana, hatuna shida. Basi kama imeshatokea imetokea. Hatupaswi kugive up namna hiyo. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Lakini pamoja na hayo, tunatakiwa kujua kwamba kuna mkono wa shetani umejificha katikati ya matukio hayo. Kitaalamu tunaweza tukasema huu ni uporaji, au tunaweza tukasema ni uvamizi, au tunasema hii inaweza kuilazimu familia sasa kwenda kwenye vyombo vya sheria, kuanza kuchukua hatua moja baada ya nyingine kuhakikisha kwamba hao watu wanapatikana, kuhakikisha kwamba hao watu wanakamatwa, kuhakikisha kwamba hao watu wanapelekwa mahakamani, kuhakikisha kwamba watu hao wanafungwa. Na wakisha kufungwa, kwa jinsi ya nchi hii sheria, akishafungwa mtu, na sisi tunafika mahali tunalizika kwamba wala nimetendewa haki. Lakini kabla hayajatokea haya, ni ushauri wangu ni kwamba haya yanaanzia rohoni. Yanaanzia wapi? Yanaanzia rohoni. Tuna uwezo wa kuyadhibiti kwanza rohoni kabla hajatokea mwilini. Uongo ndumishi, uongo watumishi wa Mungu. Haya masuala ya uporaji, haya masuala ya wizi, haya masuala ya uuaji mitaani, kumbe kwa picha hii, kama ni shetani anahusika, sisi watakatifu wa Bwana tuna uwezo wa kuyazuia haya mambo kabla hayajatokea. Kwa nini? Biblia inasema, nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma mahali ambapo pameharibika, kwa ajili ya familia ile, kwa ajili ya nchi ile, kwa ajili ya kampuni ile, kwa ajili ya biashara ile. Na kwa sababu hiyo sikuona mtu, na kwa sababu hiyo sikuona mtu, na kwa sababu hiyo nimeachilia ghadhabu zangu. Ghadhabu zake anaziachilia kwa namna gani? Anaweza kumuinua shetani kwa ruhusa ya Mungu mwenyewe. Kwa lile neno anasema Mungu amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Naam, hata siku ya wabaya, kwa siku ya Mungu anainua wabaya, wanakuja kwa mtu, wanakwenda kwenye biashara ya mtu, wanakwenda kwenye kampuni ya mtu, wanakwenda kuiharibu. Na wakishaiharibu, wewe sasa kwa jinsi ya mwili utaletewa taarifa hizo na kuambia kwamba au ni uporaji tu wa kawaida, au ni uvamizi tu wa kawaida, hao wameuawa tu kwa sababu ya majambazi, wameingia tu kwa mapora, kwa sababu hiyo wakaua na kuua. Na kwa sababu utakapofanya hivyo, utakwenda polisi, utafungua kesi, na wale watu wakikamatwa, wanaweza kukamatwa kweli, wao wanaweza wasikamatwe, lakini ashumu wamekamatwa. Kitakachotokea pale, watapelekwa mahakamani, watatengenezewa kesi na watakwenda kujibu mashtaka, na baadaye wewe utashinda kesi, na ukishashinda kesi wanapelekwa, wanakwenda kufungwa. Na wakati huo sasa huwezi kurudishiwa mali zako, zinazokuwa zimepotea kwa staili hiyo. Lakini wito wangu kwamba sisi watakatifu tulione jambo hili kwa namna ya rohoni, na kabla halijatokea basi tulidhibiti rohoni kwanza. Ndio msisitizo wangu kwenye hili somo, kwamba kabla mambo hayajatokea basi tuyadhibiti kwanza kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu hivi ninavyozungumza nao sasa, wengine wao wananifuatilia saa hizi, na wengine ambao mnanisikia sasa, kuna wakati Mungu anasema hivi, hatafanya jambo pasipo kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Yawezekana kuna mtu alishaota kabisa, anaona kwenye ulimwengu wa roho anaibiwa, anaona kwenye ulimwengu wa roho mali zake zinaibiwa, anaona kwenye ulimwengu wa roho vitu vyake vinaharibiwa, anaona kwenye ulimwengu wa roho anauawa, kuna watu wanakufa, anaona kwenye, lakini akiamka tu anasema ni ndoto tu hii. Kumbe Mungu anakujulisha kwamba kuna tukio litatokea
katikati ya ulimwengu wa damu na nyama. Kwa sababu hiyo, kabla haijatokea, wewe lidhibiti kwanza huku. Lakini unaamka tunasema hiyo ni ndoto tu. Sio ndoto, Mungu anakujulisha, kwa sababu Mungu anasema hatafanya jambo pasipo kuwafunulia watumishi wake siri zake. Na kwa sababu hiyo, kama ukifunuliwa tukio hilo limetokea, ingia kwenye maombi, lidhibiti jambo hilo lisiweze kutokea kwenye damu na nyama. Ndipo hapo tunapofeli sisi ambao tunamwamini Yesu kama ni Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Tunabaki tukusema jambo nililiona kwenye ulimwengu wa roho. Tayari limeshatokea. Limeshatokea. Lakini Mungu anatuambia kabla halijatokea anakupasha habari zake, ili sasa wewe usimame mbele za Mungu udhibiti hali hiyo isiweze kutokea tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma kile kitabu cha Ayubu, ile sura ya kwanza mstari ule wa 16, Ayubu sura ile ya kwanza mstari wa 16, utaona tukio la hao wasebao. Utaona tukio la shetani mwenyewe. Sasa utaona tukio la shetani mwenyewe akishusha moto kutoka mbinguni. Utaona tukio la shetani mwenyewe sasa amewaacha kuwatumia wale wanyang'anyi, ameacha kuwatumia wale waseba wenye roho mbaya, ameacha kuwatumia wale wenye wakatili. Maana yake sasa anabadilisha mfumo, yeye mwenyewe sasa anashusha moto kutoka mbinguni. Kwa nini? Shetani ana authority ya kushusha moto kutoka mbinguni. Elia alishawahi kushusha moto, lakini wanafunzi wake Yesu tena wenyewe walipoalikwa mahali fulani, Yesu akakataliwa hilo eneo. Na kwa sababu hiyo wale wanafunzi wakasema, Yesu, turuhusu na sisi tushushe moto kama Elia alivyoshusha moto. Lakini Yesu akawaambia wale wanafunzi wake kwenye Luka ile sura ya 9 mstari wa 52 mpaka ule mstari wa 55, Yesu akawaambia, nyinyi hamjui roho mlio nayo. Hamjui roho mlio nayo. Hamwezi kuniambia tushushe. Hawa ni kwamba wameandikiwa kufanya hivyo ili wanisaidie mimi niweze kufika msalabani. Na kwa sababu hiyo hampaswi kuwapinga. Kwa nini? Kumbe Elia ana uwezo wa kushusha moto. Mwana wa Mungu ana uwezo wa kushusha moto. Na kwa sababu hiyo hata shetani ana uwezo wa kushusha moto. Na kwa sababu hiyo tunaona sasa shetani anaruhusu moto kutoka mbinguni kwa mamlaka aliyopewa, anaushusha moto. Na ule moto uliposhuka ukaja ukateketeza kondoo, ukawateketeza watumishi, wakafa. Akatokea mjumbe mmoja kupeleka habari kwa Ayubu. Sasa issue yangu ni kwamba huyu mjumbe amepeleka ujumbe kwa Ayubu. Amepeleka ujumbe kwa Ayubu. Alipopeleka ule ujumbe wa Ayubu, tukaona kwamba kitaalamu ni kwamba tunaweza tukasema tu ni janga la moto la asili, ila mfano tunaweza kuona ni janga la moto la asili. Kumbe ni shetani ana uwezo wa kushusha moto kutoka mbinguni. Mfano, unaweza ukakuta nyumba imeungua tu moto. Unaweza ukakuta kibanda cha biashara kimeungua moto. Unaweza ukakuta gondauni limeungua moto. Unaweza ukaikuta gari imeungua tu moto. Unaweza ukakuta sehemu yoyote tu ile ambayo unaona kwamba imeungua moto. Unaweza ukalikuta kanisa limeungua moto. Lakini tukianza kutafuta chanzo cha moto ule, tunaweza tusifanyaje? Tusibaini. Lakini wakija wale watano watakwambia tu ni janga la moto la asili. Pengine labda umesababishwa labda nyaya za umeme hazikukaa vizuri. Pengine inawezekana kuna mtu alivuta sigara karibu na chanzo cha umeme. Unaweza kukuta labda kwenye gari mtu amesogelea pale kwenye ile tenki la mafuta akavuta sigara. Ndio maana gari imefanyaje? Imelipuka moto. Kumbe, mwambie jirani yako, kumbe shetani anaweza akashusha moto. Shetani anaweza akafanyaje? Akashusha moto. Na lile tendo la shetani kushusha moto, hautauona moto ukishuka namna hii. Moto unashuka kwa jinsi ya rohoni. Tunakuja tunaona matokeo yakitokea katika damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Tunaona tukio lingine kwenye Ayubu hiyo sura ya kwanza mstari wa 17. Wakalidayo wanachukua ngamia, wana watumishi wake wanawaua. Tuliona kule Waseba wamekuja, lakini huku tunaona Wakalidayo tena wamekuja kuvamia nyumba ya Ayubu.
lakini walipovamia wanawachukua ngamia na watumishi wa Mungu wanauawa. Kitaalamu sasa tunaweza tukasema hili ni shambulio la binadamu. Kitaalamu tunaweza tukasema hili ni shambulio na nini? La kibinadamu tu, ni shambulio la binadamu. Tunaweza tukafungua kesi polisi, watu wakaenda mahakamani, sheria ikachukua mkondo wake na ikaishia hapo. Lakini msisitizo wangu ni kwamba kwenye hili somo, tunapaswa kusimama pale ambapo Mungu anatufunulia jambo hili. Tunapaswa kusimama kwa jinsi ya rohoni, kuhakikisha kwamba tunadhibiti matukio yasiweze kutokea kwenye ulimwengu wa damu na nini na nyama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaona kifo cha watoto wa Ayubu kwenye sura ya kwanza, ule mstari wa 18 hadi ule mstari wa 19. Tunaona kifo cha watoto wa nani? Wa Ayubu kwenye sura ya kwanza, ule mstari wa 18 na 19. Tunaona upepo mkali unaangusha nyumba. Tunaona upepo mkali unaangusha nini? Tunaona upepo mkali unaangusha nini? Tunaona upepo mkali unafanyaje? Unaangusha nyumba. Na watoto wanakufa wakiwa ndani ya nini? Ya nyumba. Tukija kitaalamu, wanaweza kukwambia hiki kimbunga bwana ni cha hidaya. Hiki kimbunga bwana ni cha hidaya. Hiki kimbunga bwana ni cha hidaya. Kikiishia tu kimbunga cha hidaya, wataalamu wanasema basi imeishia hapo. Basi imeishia hapo. Ndugu zangu, msisitizo wa hili somo, kila kitu unachokiona kwenye ulimwengu wa kiroho, Waswahili wanasema usikichukulie poa, usikizalau, usione ni jambo la kawaida, usione ni ndoto tu. Ni Mungu anakufunulia namna ambavyo shetani anaweza akajificha nyuma ya matukio mbalimbali. Kwa sababu hiyo tunapaswa kusimama kuomba. Msisitizo wangu huko kwenye kuomba, msisitizo wangu huko kwenye kupigana vita vya kiroho kwa njia ya rohoni, sio kwa njia ya kupigana hivi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona upepo tu umepita hapa, wataalamu wanakuambia bwana na kweli wataalamu wanaweza kusema bwana, ndugu zangu, hatupaswi sasa hivi, tunatakiwa kukaa kwenye maeneo ambayo si ya wazi, au tunapaswa kukaa maeneo fulani kulingana na wataalamu wao. Wanasema kuna upepo mkali utakuja, unaweza kusababisha nyumba kufanyaje? Kudondoka. Na hali ya hewa wanatoa kabisa nini? Angalizo. Wameona. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanakumbuka tulitangaziwa kwamba kuna kimbunga cha hidaya kinakuja? Mnakumbuka? Lakini tulivyosimama kuomba, mlikiona? Lakini kuna watu walionyeshwa rohoni kabla hali ya hewa hawajatoa hayo mambo, walionyeshwa. Lakini tungeruhusu watu wasingesimama na kuomba, kimbunga kile kingeleta madhara kwetu, kimbunga kile kingeleta madhara kwenye taifa. Kwa sababu shetani amejificha nyuma ya kimbunga, shetani amejificha nyuma ya upepo, na kusababisha, kwa sababu hiyo anaweza kaleta madhara kwetu. Na kwa sababu hiyo tunapaswa kusimama mbele za Mungu na kuomba kabla ya jambo hilo halijatokea. Sisi tunaomba na kusema kabla mambo hayajatokea nimekupasha habari zake. Sasa sisi tunaopashwa habari hizo, huwa tusimame kwenye nafasi zetu na kuomba. Na kwa sababu hiyo Mungu anasema anaruhusu hayo mabaya kwa siku ya ubaya atupate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na hapa kitaalamu unaweza kaambiwa hii ni ajali, au unaweza ukasema ni upepo mkali, kimbunga, kwa jina wataalamu wakatoa majina yake. Sasa jina la kimbunga. Lakini msisitizo wangu ni kwamba Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam hata wabaya kwa siku ya ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Wangapi mmenielewa kwa mfumo wa hili somo kwamba shetani anaweza akajificha nyuma ya majanga, anaweza akajificha nyuma ya matukio, anaweza akajificha nyuma ya magonjwa. Tusione kwamba ni shetani, lakini anaweza akaruhusu wataalamu wakaelezea jambo hilo kitaalamu na kutufanya sisi tuishie tu hapo na kuamini kwamba imefanyika. Na kwa sababu hiyo wataalamu wametuambia tumeelewa, ikaishia hapo. Tusiishie hapo. Msisitizo wangu ni kwamba, nitarudia tena na tena na tena, tunapaswa kusimama kwenye zamu zetu kabla matukio haya hayajatokea. Kwa sababu hiyo Mungu hawezi kufanya jambo pasipo kutufunulia siri zake sisi watumishi wake. Na kwa sababu hiyo Mungu akikufunulia matukio kama hayo,
usipuuzie. Simama kwenye zamu yako, na unaposimama kwenye zamu yako utahakikisha kwamba Mungu atalizuia jambo hilo lisitokee katikati ya maisha yetu. Tusimame sasa. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe Bwana, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe Bwana, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ni wewe unayeweza ukapewa sifa na utukufu kwako. Asante Bwana Yesu kwa neno lako hili ambalo Bwana limetufungua masikio yetu, yametupa ufahamu, limetupa maarifa ya kuweza kukabiliana na kushindana na shetani kwa jinsi ya rohoni. Shetani ameweza kutupumbaza watoto wako na watumishi wako, kutuonyesha matukio ya nje, kutuonyesha matokeo ya nje, kutuonyesha dalili za nje, lakini nyuma ameficha makucha yake, nyuma ameficha siri zake, nyuma ameficha mawakala wake, nyuma ameficha mkono wake, nyuma ameficha uwezo wake. Na kwa sababu hiyo Yesu, tunakushukuru kwa Roho wako Mtakatifu kutufunulia siri hii ya kutambua kwamba shetani anaweza kujificha katikati ya majanga. Shetani anaweza kujificha nyuma ya watu wanaoitwa wasiojulikana. Shetani anaweza kujificha nyuma ya watu wanaoitwa wanyang'anyi. Shetani anaweza kujificha nyuma ya watu wanaitwa majambazi. Shetani anaweza kujificha nyuma ya watu ambao wanaitwa wabaya kwa siku ya ubaya. Na kwa sababu hiyo Yesu, tunakuja mbele zako. Yawezekana Bwana, kuna matukio mbalimbali ulishawahi kutuonyesha kwa Roho wako Mtakatifu, lakini kwa sababu hiyo mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya kudharau kitu kinachoitwa ndoto, na kwa sababu hiyo ukarudia tena kumsemesha kwa habari hii ya matukio mbalimbali yanayoonekana katikati ya ulimwengu kabla hajaonekana kwenye ulimwengu wa damu ya nyama. Na kwa sababu hiyo tulipuuzia. Bwana, tunaomba utusamehe, tunaomba uturehemu, tunaomba ututakase kwa damu yako ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Bwana, uturehemu kwa kutokusimama kwenye zamu zetu, kama ambavyo ulimtaarifu mtumishi wako Abrahamu kipindi kile unakwenda Sodoma, kwenda kuiharibu Sodoma, lakini kweli uliwatumia malaika wako, uliwasha moto ulishusha moto kutoka mbinguni, ukaiteketeza Sodoma na Gomora, na watu wakaona ni jambo la kawaida tu. Kumbe ni wewe, hasira yako iliwaka Bwana, ukauchoma mji ule kwa moto. Lakini kwa sababu hiyo Ibrahimu ulimtaarifu kwamba unakwenda kufanya tukio hilo Sodoma na Gomora, na kwa sababu hiyo akujua kwamba alipaswa Ibrahimu asimame kwenye nafasi yake, na matokeo yake ya kusimama kwenye nafasi yake, akaja akiamka asubuhi na mapema, anakuta moshi unafuka Sodoma na Gomora. Na kwa sababu hiyo maandiko yanasema ukamkumbuka Rutu kwa sababu ya agano ambalo ulilifanya wewe pamoja na Ibrahimu mtumishi wako. Lakini kwa sababu hiyo maandiko yanatuambia tutafute tu mtu mmoja anaweza akasimama kwa ajili ya nchi, na kwa sababu hiyo unaweza ukaurehemu mji ule. Na kwa sababu hiyo ulimuinua Ibrahimu, na Ibrahimu akutambua kwamba ameinuliwa kwa majira haya, na ndio maana Sodoma na Gomora iliteketea. Na sisi Bwana uturehemu,
Na kwa sababu hiyo kuna matukio mbalimbali umetuonyesha tusimame kwa ajili ya nyumba zetu, tusimame kwa ajili ya familia zetu, tusimame kwa ajili ya kanisa letu, tusimame kwa ajili ya taifa letu. Hatukufanya hivyo, na kwa sababu hiyo mabaya yakaingia juu ya nchi yetu ya Tanzania, na kwa sababu hiyo mabaya yakazipata familia zetu, na kwa sababu hiyo mabaya yakaingia ndani ya kanisa lako, na kwa sababu hiyo mabaya yakashambulia afya zetu, na kwa sababu hiyo magonjwa yakashambulia afya zetu. Yesu turehemu, tutakase kwa damu yako, tutakase kwa damu yako. Na kwa somo hili Bwana limetupa namna ambavyo utakapozungumza na sisi katikati ulimwengu wa roho. Hatupaswi kupuuzia mambo haya. Watu wameathirika kwa sababu ya waombaji, matukio yametokea kwa sababu ya waombaji kutokusimama kwenye zamu zao, kutokusimama kwenye nafasi zao. Lakini ulipowainua watakatifu wako, ukasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu, ambao hawatanyamaza usiku na mchana. Enyi mwenye kumkumbusha Bwana, wala msiwe mkujimia mpaka atakapofanya Yerusalemu imara. Watumishi wa Mungu, hatupaswi kunyamaza pale ambapo Mungu anatuonyesha matukio mabaya yanayoweza kutokea siku za usoni. Hatupaswi kupuuzia mambo ambayo Mungu anatuonyesha atakao kuja kutokea siku zetu za usoni. Na kwa sababu hiyo Mungu anaweza karuhusu mabaya katikati yetu, tukabaki tunalaumu, tukabaki tunalalamika, tukabaki tunamshangaa Mungu kwamba kwa nini Mungu ametufanyia mambo haya. Kumbe kuna watakatifu wake ambao umewapa dhamana ya kusimama kwa ajili ya nchi, hawakuweza kusimama kwa ajili ya nchi, na kwa sababu hiyo mabaya yanaipata nchi hii. Na yakipata nchi hii mabaya, watu wataalamu mbalimbali wanaibuka na kusema tu jambo hili limetokea kwa sababu ya 1, 2, 3, na pengine unaweza kaunda tume kabisa ya kuchunguza mambo haya yametokea kwa namna gani. Kumbe wanaweza wakaja na ripoti zao za kitaalamu, na ukatuaminisha tukajua ni ripoti za kitaalamu, lakini nyuma kuna mkono wa shetani umejificha. Na kwa sababu hiyo wapendwa, na kwa sababu hiyo ndugu zangu, na kwa sababu hiyo Mungu hawezi kutuficha jambo lolote, sisi watoto wake na watumishi wake. Na kwa sababu hiyo kama unaletewa jambo hili, usinyamaze, simama mbele za Bwana, na Bwana atakupigania, na Bwana atauokoa mji, na Bwana atairehemu Tanzania, na Bwana atarehemu taifa lake, na Bwana atarehemu familia zetu, na Bwana atarehemu biashara zetu, na Bwana atarehemu kila kitu ambacho tunakifanya kwa utukufu wa jina lake. Yesu, uturehemu watoto wako, tutakase kwa damu yako takatifu. Tupe neema nyingine Bwana, unapotuonyesha matukio ya jinsi hii, tuweze kusimama kwenye zamu zetu. Na tunaposimama kwenye zamu zetu, jina lako linatukuzwa katikati ya mabaya, ambao Bwana utajitwalia utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Tuseme amen, tuseme amen, tuweze kusema amen. Basi tuombe kwa ajili ya matoleo. Wewe ambao umeungana pamoja nasi kwa ibada hii asubuhi ya masifu ya asubuhi haya, tunakusihi sasa, kuna namba utaziona zikipita kwenye skrini hiyo, utamtolea Mungu matoleo hayo na Mungu atakubariki kazi ya mikono yako. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa namna ambavyo Bwana umeendelea kusema pamoja na kanisa lako. Sema na watu wako ambao wanatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Umesema na watakatifu wako walioko mahali hapa Bwana, kwa jinsi ambavyo shetani anaendelea kushambulia maisha yetu, kwa namna ambavyo shetani anaendelea kupigana na sisi watakatifu wako. Tumeona mbinu mbalimbali anazitumia kuhakikisha kwamba watakatifu wako hawasogei, hawaendi mbele. Na kwa sababu hiyo Bwana, tumekuja na sadaka, kama ambavyo ulisema hatupaswi kuingia kanuni mwako mikono mitupu. Na kwa sababu hiyo Bwana, tutakachokutolea Bwana, na wengine watoto wako watakutolea kwa njia ya mtandao, Baba, tunaomba ukubali sadaka hizi kapate kibali machoni pako. Na kwa sadaka hii endelea kuliinua kanisa lako. Na kwa sadaka hii endelea kubariki watoto wako wanapotoka na kuingia kwa utukufu wa jina lako. Na kwa sadaka hii ikawe ni ukumbusho kwetu kwamba unaweza ukasema nasi, na sisi Bwana tuchukue hatua ya kusimama kwenye zamu zetu. Na kwa sababu hiyo matukio haya hayawezi kutokea tena, ili jina lako liendelee kutangazwa na kutukuzwa katikati ya watu wako ambao Bwana umewaridhia kuendelea kulitumikia kusudi lako, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kanisa tuseme amen.
bila hata na tunda moja. Je, nisimame hivyo? Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tumesimama mbele zako, watoto wako, watumishi wako. Tumekutolea sadaka hizi kwa mioyo yetu ya kupenda. Ikubali sadaka hii kapate kibali machoni pako. Pitia sadaka hii iendelee kwa ukumbusho katikati ya maisha yetu. Kama ambavyo Bwana neno lako linatuambia, palipo na hazina zetu ndipo na mioyo yetu ilipo. Kutana na mioyo ya watoto wako kwa njia ya sadaka. Kutana na mahitaji yao, e Bwana. Endelea kuitafakari sadaka hii kapate kibali machoni pako. Endelea kuwabariki wanapoingia na kutoka kwa utukufu wa jina lako. Baba, na kutukuza, tunakuinua na kukushangilia wewe. Ni siku tena njema hii, tunaendelea kujikabidhi mikononi mwako. Pale ambapo Bwana tutakapokwenda kutawanyika mahali hapa, Bwana, tunaomba mkono wako endelea kwa pamoja nasi, endelea kututunza, endelea kutulinda, endelea kutupa maarifa kadha wa kadha. Endelea kutufunulia mambo haya kabla hajatokea, ili tuweze kusimama kwenye nafasi zetu, ili matukio haya yasiendelee kutokea kwa utukufu wa jina lako. Baba, tunakusihi, Baba, tunakuinua, Baba, tunakushangilia kwa namna ambavyo Bwana unaweza kutusaidia, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Tulinde tunapotoka, tusijikwae tukaanguka, e Bwana. Tulinde na malaika wako, e Bwana, katikati ya shughuli zetu, sije tukajikwaa tukaanguka, aibu ikapatikana kwetu na shetani akajitwalia utukufu. Lakini kwa neema yako, e Bwana, utaendelea kutulinda kwa malaika wako, tusijikwae tukaanguka kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na sasa kanisa la Bwana, pokeeni baraka za Bwana. Bwana Yesu awabarikie na kuwalinda, awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili, na wainulie nuru za uso wake na kuwapeni amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuenende na amani ya Yesu Kristo. Ndugu yangu,